Kiongozi wa kijeshi wa Mali, Meja Jenerali Assimi Goita amejiteua kushika nafasi ya waziri wa ulinzi, akiongeza wadhifa huo kwenye nafasi yake ya sasa ya urais wa mpito. Hatua hiyo inafuatia kuuawa kwa aliyekuwa waziri wa ulinzi Sadio Kamara katika mashambulizi yaliyoratibiwa na wapiganaji wa JNIM pamoja na waasi wa Tuareg FLA. Kamara alikuwa na mchango mkubwa katika kuimarisha ushirikiano wa kijeshi wa Urusi, hivyo kifo chake ni pigo kubwa kwa jeshi la Mali. Kama waziri wa ulinzi, Goita ambaye alitoa madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi, sasa ataongoza moja kwa moja vyombo vya usalama akisaidiwa na mkuu wa majeshi ya nchi hiyo, Jenerali Omar Diara, aliyeteuliwa kuwa naibu waziri wa ulinzi. Mali kwa sasa inakabiliwa na ongezeko kubwa la mashambulizi ya kupoteza maeneo kadhaa ya makundi ya wapiganaji. Goita aliingia madarakani mwaka 2020 akiwa na cheo cha kanali kabla ya kupanda hadi kuwa jenerali ndani ya miaka minne. Hatua hiyo wachambuzi wanaikosoa, huku wakisema hajafanikiwa kutimiza ahadi yake ya kurejesha usalama licha msaada wa kijeshi kutoka Moscow. Haya yanajiri kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni yaliyotikisa nchi hiyo na Afrika Magharibi, katika mashambulizi yaliyopangwa kwa ustadi, ambapo washambuliaji waliweza kuingia mji mkuu wa Mali, Bamako, na kumuua waziri wa ulinzi na kurejesha udhibiti wa maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo. Wakazi katika miji tofauti wa taifa hilo waliamka siku ya Jumamosi wiki iliyopita wakasikia milio ya risasi na milipuko, ambapo muungano wa makundi mawili, yaani Fronti ya Ukombozi ya Azawadi FLA na makundi JNIM lenye uhusiano na Al-Qaeda, ulisema ndio ulitekeleza mashambulizi hayo. Ukubwa wa mashambulizi hayo pia yalijitokeza kwa majeshi. Ukubwa wa mashambulizi hayo na kujiondoa kwa majeshi ya Mali pamoja na vikosi vya Urusi kutoka mji wa Kidal kaskazini, ambako uko chini ya udhibiti wa FLA, umeibua mashaka mapya kuhusu uimara wa serikali ya kijeshi inayoongozwa na Kanali Assimi Goita aliyeingia madarakani kupitia mapinduzi Agosti 2020. Goita imemchukua siku kadhaa kujitokeza hadharani tangu mashambulizi hayo yajitokeze, jambo linaloongeza maswali kuhusu mustakabali wa utawala wake pamoja na nafasi yake ya vikosi vya Urusi vilivyotumwa Saheli kukabiliana na vitisho vya usalama. Jambo lililoongeza maswali kuhusu mustakabali wa utawala wake pamoja na nafasi ya vikosi vya Urusi vilivyotumwa Saheli kukabiliana na tishio la usalama. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanaamini huu ndio uwezekano mkubwa kwa muda mfupi, kwa kuwa jeshi bado linadhibiti miji mikuu, taasisi za serikali na maeneo muhimu ya taifa hilo. Pia wanasema siku zijazo zitakuwa za maamuzi makubwa wakati jeshi likianza mashambulizi ya kujibu dhidi JNIM na FLA. Mafanikio au kushindwa kwa operesheni hiyo, kwa mujibu wa mchambuzi Bavel Ocheng wa shirika la ushauri la Control Risks, yataamua muda ambao utawala wa jeshi utaendelea kubakia madarakani. Siku tatu baada ya mashambulizi, kurasa za rais za mitandao zilichapisha picha za Goita akikutana na balozi wa Urusi nchini Mali, Igor Gromyko. Waziri Kamara alikuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa zaidi ndani ya utawala huo wa Mali, na alichukuliwa kuwa kiungo kikuu kati ya Bamako na Moscow, pamoja na kuwa msanifu mkuu wa uwepo mamluki wa Urusi katika ukanda wa Saheli. Mimi ni Yusuf Athmani na hii ni The Royal Media.